Ijumaa ya Oktoba 24 mwaka wa 2025, kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Antipas Lissu imeendelea tena katika mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hiyo kwa siku ya leo ilikuja kwa ajili ya jambo moja, kwa maana ya jamhuri, kwa maana upande wa serikali kumleta shahidi wa 4 aanze kutoa ushahidi wake, na hii ni baada ya shahidi wa 3 wa jamhuri, mkaguzi wa jeshi la polisi Inspector Samuel Elbariki Kaaya kumaliza kutoa ushahidi wake hapo jana. Lakini nje kabisa kila ambacho kilitarajiwa na wengi, tukiwa katika viunga vya mahakama ama kufika katika chumba namba 1 cha mahakama, baada ya jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru kuingia mahakamani, jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na wakili wa serikali mkuu Renatus Mkude walieleza mahakama kwamba wanaomba kesi hiyo yailishwe mpaka Novemba 3 mwaka 2025, kwa maana ya mwezi ujao. Na sababu kubwa ambao wameieleza ni kwamba leo hii wameshindwa kuja na shahidi yoyote hapa mahakamani. Sababu ni kwamba mashahidi walionao wanatoka nje ya Dar es Salaam, kwa maana wanatoka mikoani na imekuwa ngumu kuwasafirisha kwa haraka kuwaleta jijini Dar es Salaam. Hivyo kuomba mahakama kuahirisha kesi mpaka hapo ambapo Novemba 3 mwaka huu. Lissu alipinga vikali hoja hiyo, akieleza mahakama kwamba hii pengine janja tu ya jamhuri kuhakikisha ya kwamba wanaendelea kumweka gerezani mpaka pale uchaguzi mkuu utakapofanyika, na akagusa ya kwamba anaamini inawezekana ni kesi inayotengenezwa kwa mazingira ya kisiasa na hoja zinazojengwa ni kwa ajili ya mustakabali wa kisiasa. Yeye kwenye hoja yake anasema baada ya mahakama kukataa mapingamizi vielelezo viwili vya jamhuri siku ya juzi na hapo jana, huenda ikatengeneza mazingira ambayo jamhuri wanaona moja kwa moja kesi imekwisha. Lakini hata hivyo akaiomba mahakama isikubaliane na ombi hilo, badala yake ilazimishe jamhuri iendelee na kesi. Lakini pia kama hivyo inashindikana, basi moja kwa moja wahakikisha kwamba wanampatia dhamana mpaka hapo Novemba 3. Jambo ambalo katika hoja zake za rejoinder jamhuri walipinga vikali na kuendelea kuiomba mahakama kwamba mshtakiwa anakabiliwa na kesi ya uhaini ambayo kwenye mazingira ya kawaida haina dhamana. Hivyo mahakama isikubaliane na maamuzi na maombi hayo ya Lissu, badala yake ikubaliane na maombi ya jamhuri. Katika uamuzi wake, mahakama kupitia jopo la majaji hao watatu kiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru walieleza mahakama kwamba imekubaliana na hoja ya jamhuri, na kwa sababu kwenye mazingira ya kawaida kesi hiyo haina dhamana. Lakini pia jamhuri tangu wameanza kuleta mashahidi hakuna wakati wote ambao wamemisi kuleta mashahidi. Kwa hiyo kwenye mazingira ya kawaida swala la changamoto ya kutoa mashahidi linakubalika kwa mujibu wa sheria, na sasa kesi hiyo imeahirishwa mpaka hapo Novemba 3 mwaka 2025. Poa. Good. Poa. Problema.